Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Leo tarehe 13 Januari tunasherehekea sherehe ya Mtakatifu Hilary wa Pwete, askofu na mwalimu wa kanisa. Hilary alizaliwa mwaka 315 katika familia tajiri ya kipagani huko nchini Ufaransa. Wazazi wake walimpa elimu bora, lakini elimu hiyo haikutuliza kiu yake ya kufahamu hatima ya mwanadamu. Hivyo alikuwa mdadisi kutaka kujua hilo. Udadisi huo ukampelekea kusoma maandiko matakatifu ambayo kwa njia yake aliangazwa, akaamini na kubatizwa akiwa na umri wa miaka 30. Alipenda sana maandiko matakatifu hata akaweza kutetea imani yake kwa usahihi na ufasaha wa kuandika na kufundisha teolojia ya kanisa. Wakati huo kanisa lilikuwa limegawanyika kutokana na uzushi wa Ario aliyekataa umungu wa Yesu Kristo. Hilary alipambana vikali na uzushi huo. Alipata upinzani mkubwa kutoka kwa wafuasi wa uzushi wa Ario, na hatimaye kwa nguvu ya Kaisari Constantinus ambaye alikuwa mfuasi wa Ario akamfukuza kwenda Frigia ya Uturuki. Hilary alikaa uhamishoni miaka 3. Alitumia vyema muda wake alipokuwa uhamishoni kujifunza teolojia ya baba wa kanisa na kuandika kitabu juu ya Utatu Mtakatifu. Hatimaye aliruhusiwa kurudi Ufaransa. Ingawa alikuwa ameoa na kuzaa mtoto mmoja, alipewa upadri na baadaye aliteuliwa kuwa askofu wa Pwete, Ufaransa mwaka 350. Lakini kabla ya kupewa daraja hilo, Hilary aliwaaga mkewe na binti yake Apra. Alitamani sana Apra awe mtawa. Alipokuwa uhamishoni, Hilary alimwandikia binti yake barua akimshawishi akubali kuwa mchumba wa kijana mmoja ambaye hataki apokee pete wala mavazi ya mtu mwingine. Hilary alimtaka Apra amwambie kama anataka kupokea zawadi zake ili amtajie jina lake. Apra aliweza kutambua kuwa baba yake alitaka aolewe na Yesu Kristo. Apra alimwomba baba yake amwombee kwa Mungu ili amchukue mapema akakutane na mchumba wake Yesu Kristo. Baada ya hapo, Apra alifariki dunia muda si mrefu. Akiwa askofu, Hilary aliandika vitabu bora vya mafundisho na nyimbo. Kitabu kilichosifiwa zaidi ni kile cha Utatu Mtakatifu. Mwaka 359 Hilary alishiriki sinodi na baadaye alikwenda Konstantinopoli pamoja na wajumbe wengine wa ile sinodi. Lakini Kaisari wa Konstantinopoli ambaye alikuwa mfuasi wa Ario alimzuia kutokana na upinzani wake mkali dhidi ya mafundisho ya Ario. Hivyo Hilary alifundishwa Ufaransa, mahali ambapo mwaka 361 alifanikiwa kuchukua tena mamlaka katika jimbo la Pwete. Alifanikiwa kuwafundisha waasi wengi wa dini waliofuata mafundisho ya Ario na katika imani sahihi ya kanisa Katoliki. Hilary alifariki dunia mwaka 367 na kutangazwa mwalimu wa kanisa mwaka 1857 na Papa Pio wa 9. Tafakari juu ya maisha yake Mtakatifu Hilary, askofu. Kristo anatufundisha kwamba ni wale tu wanaotaka kuwa kama watoto wadogo
na kutokana na udogo wao wameachilia mafungamano ya mwili watakaoingia katika ufalme wa mbingu. Mtakatifu Hilary wa Pwete, utuombee. Tumsifu Yesu Kristo.